Habari za asubuhi, watazamaji wa channel ya Hebrews Camp Online TV. Tupate wasaa mzuri wa kumsikiliza Askofu Mkuu wa makanisa ya Hebrews Camp Church for All Nations, Dr. Lameck Kasumba Maguruchini. Yako mengi ambayo ametuandalia siku hii ya leo katika kipindi chake pendwa kabisa cha Alfajiri ya Neema. Niombe uendelee kuwa nasi mwanzo wa kipindi hiki mpaka tamati mwa kipindi hiki. Asante. Majina yangu ni Askofu Lameck Kasumba Maguruchini, Askofu Mkuu wa makanisa ya Hebrews Camp Church for All Nations, kwa kifupi HCCFAN, maarufu kama kambi ya Waebrania. Katika kipindi cha leo nina tamani kukushirikisha ujumbe kutoka kitabu cha Mithali sura ya 18 na mstari wa 9. Imeandikwa, yeye naye aliye mvivu katika kazi yake ni ndugu yake aliye mharabu. Siku ya leo nahitaji kushirikiana na wewe kuongelea kuhusiana na uvivu. Uvivu ni kitu kibaya sana. Uvivu haijalishi ni wa level gani, ni uvivu wa level ya mtu binafsi, uvivu wa level ya familia, uvivu wa level ya taifa, uvivu wa level ya taasisi. Uvivu na ngazi zake. Upo uvivu wa ngazi mbalimbali. Haijalishi ni uvivu wa ngazi mbalimbali, uvivu ni mbaya sana. Uvivu kwanza ni nini? Ni vizuri nikaanzia hapo. Uvivu sio kukosa nguvu, bali uvivu moja ni mtu ana nguvu lakini hana utayari. Hajisikii kufanya kazi, hajisikii kwenda kazini, hajisikii kufanya biashara, hajisikii kwenda kwenye biashara. Na pengine wakati hana kazi alikuwa anaomba kazi, wakati hana kazi alikuwa anatafuta kazi kwa bidii, alizunguka sana kutafuta kazi, lakini baada ya kupata kazi anakuwa mvivu. Pia ni ile hali ya kuahirisha mambo bila sababu. Mtu anaahirisha bila sababu. Alikuwa na safari, anaahirisha safari. Alikuwa na kazi, anaahirisha kazi. Aliitwa kwenda kufuata fedha, aliitwa kwenda kutafuta mtaji, aliitwa kwenda kufuata mtaji. Kwamba unahitaji kufanya biashara, ijia kwangu mtaji, lakini ameambiwa afike saa 4. Yeye anafika saa 6. Hii ni hali ya uvivu. Uvivu ni pamoja na ile hali ya kuogopa kuanza. Anapangilia tu, ana mipango mikubwa. Kuna watu wana mipango, akikupa mipango yake wewe ni tajiri, lakini yeye hajawahi kuanza. Ila mipango anayo na sio ya mchezo, sio ya kitoto. Mipango sio ya nchi hii. Mipango ni mikubwa, ni mizuri, ni mizito ambayo mwingine akiidaka anaendelea. Uvivu pia ni ile hali ya kupenda starehe kuliko wajibu. Mtu anaahirisha kufanya jambo, anajisikia uvivu wa kufanya jambo kwa sababu ya starehe fulani, kwa sababu ya kuangalia mpira. Hayuko tayari. Tuko kwenye tatizo hilo sana, hasa katika nchi zetu za Kiafrika. Tuna watu ambao wanalia hali ngumu, maisha magumu, lakini chanzo cha ugumu wa maisha ni uvivu. Hayuko tayari kutimiza wajibu fulani kwa sababu ya starehe fulani, kwa sababu ya pombe, kwa sababu ya mpira, kwa sababu anachati. Anachati. Yuko kwenye mitandao muda wa kazi. Mwambia kufanya kazi. Kwa hiyo tuko kwenye dimbwi la uvivu mkubwa sana. Ujumbe huu umekuja kwa wakati wake. Maana mwingine ni mwalimu, mwingine ni dokta, ni wakati wa kwenda kufanya operation, lakini yuko busy na jambo lingine ambalo anacheka, anafurahi, anastarehe. Kustarehe ni jambo la msingi sana, ni jambo zuri sana, lakini starehe ina muda wake. Muda wa kazi sio muda wa starehe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Uvivu ni ile hali ya kukosa nidhamu binafsi. Katika kitabu cha Mithali sura ya 22 mstari wa 13,
Biblia inasema mvivu anaweza akasingizia simba yuko nje. Sitatoka. Kwa nini? Simba yuko nje, kuna kitu cha hatari nje, kuna shida nje. Anaweza akasingizia kitu kibaya, anaweza akatabiri kitu kibaya. Yani kwa lugha nyingine tunaweza tukasema mvivu ana visingizio. Hawezi tu kuacha kutekeleza wajibu, lakini atatoa visingizio ambavyo ukivisikiliza, usipokuwa makini, unaweza ukaona ni sababu za msingi sana za yeye kutotekeleza wajibu wake. Kumbe ni visingizio, sio sababu za kweli. Chanzo cha uvivu kinaweza kikawa ni kukosa maono, kukosa malengo, kutokuwa na future. Hajui anakwenda wapi, hajui anataka kufanya nini, hajui anataka kuwa nani, hajui anataka kufika wapi. Kukosa maono unaweza kukawa ni sababu moja kubwa sana ya uvivu. Lakini kama mtu anafanya kazi kwenye shirika, kwenye taasisi, kwenye kampuni, moja ya sababu za kampuni, shirika zima, kwa nini shirika zima wawe wavivu? Kwa nini ofisi nzima wawe wavivu? Kwa nini kampuni nzima wawe wavivu? Utagundua kunaweza kuwa na sababu nyingine inayopelekea wote wawe wavivu. Nayo inaweza ikawa ni kukosa motisha wa kufanya kazi. Unapokuwa na motisha kwa mabosi, kwa viongozi, kwa wenye kampuni, kwa mwenye shirika, motisha kwa wafanyakazi wake, kunaondoa ile hali ya uvivu. Lakini kunapokosa motisha ya kufanya kazi, niongee pia na wenye mashirika, wenye biashara, wenye makampuni, kuwa na tabia ya kuwapa motisha wafanyakazi wao. Kuna aina mbalimbali za motisha. Tulia chini, andaa motisha ya aina yoyote katika hali yako, katika uwezo wako, ili mradi tu iwape morali ya kufanya kazi, isiwape hali ya uvivu wafanyakazi wako. Haleluya. Lakini pia ninapoongea na mabosi, ninapoongea na wafanyakazi, ninaposema mabosi simaanishi tu makampuni, taasisi, mashirika, makanisa, lakini pia hata wewe unaweza kuwa bosi nyumbani kwako. Unao wafanyakazi wa nyumbani. Mazingira mabaya yasiyo rafiki yanaweza yakapelekea watu kuwa wavivu, familia kuwa wavivu, watoto kuwa wavivu. Kwa hiyo mazingira ni muhimu sana. Unaweza kumkasirikia mtoto ni mvivu kwenda shuleni, kumbe mazingira ya usingizi, mazingira ya kulala, mazingira ya nyumbani ndio yanayopelekea uvivu wa kwenda shule alfajiri na mapema. Kwa lazima uangalie, lazima umsii Mungu, lazima ujipange, uweke malengo ya kutengeneza mazingira ambayo yanaweza yakapelekea morali ya kusoma, morali ya kufanya kazi, hata kwenye mambo ya ndoa, morali ya ndoa. Baba mama anaweza kawa mvivu, kumbe mazingira yanapelekea uvivu. Kwa hiyo ninaongelea uvivu kwa ujumla wake. Lakini pia uvivu unaweza kutokana na kuendekezwa, kutegemea msaada wa watu badala ya juhudi binafsi, kutegemea msaada, kutegemea kusaidiwa. Na kila unapoomba msaada wanakusaidia. Kusaidia watu ni jambo jema sana, lakini lazima tuelewe mazingira ya kumsaidia mtu, kwamba mtu huyu tunamsaidia au huyu mtu tunamlemaza. Ndio maana mwanafalsafa fulani aliwahi kusema ni vizuri kumpa nyavu, kumnunulia nyavu mtu na kumfundisha kuvua samaki kuliko kumpa mtu samaki kila siku, utakuwa unamlemaza. Kwa hiyo kutegemea msaada kila siku kwamba nitasaidiwa tu. Wapo, nimetoka familia kubwa, nimetoka ukoo mkubwa, na ukoo niliotoka ni wa wasomi, ni wa wafanyabiashara wakubwa, ni wa watu wenye kipato kizuri. Mimi ni kufiatua watoto tu, mimi ni kuzaa tu, naweza nikazaa watoto hata 20. Ukoo niliotoka watawatunza watoto. Naweza nikaoa tu, hata wanawake wangapi familia itawatunza. Huo ni ulemavu, huo ni uvivu, na uvivu sio mzuri, uvivu ni mbaya. Naweza nikatumia Kiswahili kisicho kizuri sana nikasema uvivu ni dhambi kabisa. Ndio maana Biblia inasema mtu asiyefanya kazi hata nakula asile kabisa, maana yake afe. Kwa hiyo uvivu sio jambo zuri sana.
Na uvivu unapofikia au unapokuwa wa ngazi ya kitaifa ni mbaya sana. Ni mbaya sana. Wale ambao wamebahatika kutembelea nchi za wenzetu, moja ya sifa ambazo unaweza ukafika kwenye nchi ukagundua nchi hii hata kama wajaendelea wanakwenda kuendelea, sio wavivu. Sio wavivu. Hata kutembea kwao kunaonyesha sio wavivu. Wanatembea kwa kasi, wanatembea kikakamavu. Hawatembei kama mtu ambaye amepoteza anatafuta kitu. Ukifika kwenye taifa la watu ambao ni wavivu, ni rahisi kuwafahamu. Hata tembea yao ni ya kivivu, hata kula yao ni ya kivivu. Chakula ambacho angekula kwa dakika 10-20 anakula kwa saa zima. Unakwenda unazunguka unarudi unamkuta bado anakula. Ni ngumu sana kufanikiwa. Ili taifa tuweze kufanikiwa kama taifa, ni lazima tuwe na taifa la watu ambao sio wavivu. Ili tuweze kufanikiwa kama familia, lazima tuwe na familia ya watu ambao sio wavivu. Ili tuweze kufanikiwa kama kanisa, lazima watu, washirika, waumini wa kanisa hili kwa ujumla wake, kwa asilimia kubwa, wawe ni watu ambao sio wavivu katika kufanya kazi za kijamii, za kimaendeleo na hata kazi ya Mungu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Ujumbe wangu siku ya leo ni kukataa uvivu, kuepukana na uvivu, kuondokana na uvivu, kuacha uvivu. Katika kipindi hiki cha Alfajiri ya Neema, Mungu amenipa kuongea na wewe asubuhi hii. Ni vizuri sana baada ya kumaliza neno hili la alfajiri, ukainuka, ukaamka na kwenda kujishughulisha, na kwenda kufanya kazi, na kwenda kufanya jambo lolote la kukuingizia kipato. Haijalishi ni kazi yenye kipato kidogo, ni kazi yenye kipato kikubwa, lakini ndio kazi ambayo Mungu amekujalia kwa siku ya leo. Nenda kafanye kwa bidii na kwa moyo wa furaha, bila uvivu. Ndio mwanzo wako wa kufanikiwa. Mafanikio yanaanza na kile ulicho nacho, na kile kidogo ulicho nacho. Usizalau kile ulicho nacho, anza nacho hicho hicho, lakini fanya kwa moyo wa bidii. Utakwenda kufanikiwa sana. Na moja kwa moja sasa ni kuombee. Bwana Yesu, ninamuombea mtazamaji wangu mpendwa ambaye amesikiliza kipindi hiki, nikisii nguvu yako iende kaondoe roho ya uvivu. Alikuwa hana hamu ya kuinuka, hana hamu ya kuamka, hana hamu ya kwenda kazini, hana hamu ya kwenda masomoni, hana hamu ya kwenda kutekeleza wajibu wake, tenda yake ile aliyoitiwa. Kwa neno hili na kwa maombi haya, akainuke akiwa na nguvu mpya ya kwenda kufanya kazi, na atakapokwenda kufanya kazi ukamfanikishe na ukampe tenda nyingine, ikawe ni mwanzo wa safari yake ya kuitiwa kwa kazi nyingine, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na kutabiria mafanikio unapoinuka na kwenda kufanya kazi. Katika Biblia inaeleza wazi ya kwamba upako huwa hauishi, isipokuwa upako unaisha vyombo vinapokwisha. Katika Biblia tunamuona mwanamke mjane ambaye alihitaji fedha kwa ajili ya kulipa deni aliyoachiwa na marehemu mume wake. Nabii Elia akaombea chupa ya mafuta, akamwambia kamimine mafuta haya kwenye vyombo. Mafuta yalikoma baada ya vyombo kwisha. Vyombo vitakapokwisha, hamu yako ya kufanya kazi inapoishia, ndipo na upako unapoishia. Nguvu yako ya kufanya kazi inapoishia, ndipo na upako unapoishia. Mafanikio yako na upako wa kufanikiwa utaishia pale hamu na bidii yako ya kufanya kazi itakapokuwa imeishia. Mungu hawezi kufanya kuzidi hatua, kuzidi nguvu, kuzidi uthubutu, kuzidi wewe pale utakapoishia. Kwa hiyo Mungu anafanya kulingana na sisi tunavyokwenda, na pale tutakapoishia sisi ndipo Mungu anapoishia. Jitahidi kuinuka na kufanya kitu ili Mungu akakubariki, maana Mungu anakusubiri wewe. Mungu akubariki sana, na uwe na siku njema yenye neema na vibali. Amen. Usiku umeishilia, siku mpya imechomoza, kipindi cha kupendwa cha Alfajiri ya Neema kimewadia.